Jahazi TV. Hujambo mtazamaji wa Jahazi TV popote pale unapotuangalia, karibu katika kipindi cha Amka na Jahazi ambapo nitakusomea kurasa mbele ya magazeti mbalimbali tuliokusanyia mezani kwetu kwa siku ya leo, likiwemo gazeti la nyumbani la Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Mimi ni Abdul Hamid Isa, karibu tuanze na gazeti la nyumbani la Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Gazeti la Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi, laandika Dr. Mwinyi aongoza kikao cha kamati maalumu CCM Zanzibar. Habari hiyo ndio iliyopewa uzito wa juu kwa siku ya leo na nasomeka kwa undani zaidi katika ukurasa wa pili. SMZ kukuza uchumi kupitia zao la mwani. Lakini pia kuna habari hapa inasema serikali itaendelea kushirikiana na viongozi wa dini. Si kauli yangu bali ni kauli ya Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, na habari hii ipo ukurasa wa 6 gazeti la Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Balozi Matinyi ainadi Tanzania maonesho utalii Finland, habari katika ukurasa wa 3. Lakini kuna habari hapa ya kimataifa, Rais Museveni achaguliwa tena kwa muhula wa 7 Marekani. Rais Museveni achaguliwa tena kwa muhula wa 7 madarakani, habari katika ukurasa wa 16. Habari za kimataifa mtazamaji, hilo ndo gazeti la nyumbani la Zanzibar Leo, na huo ndo ukurasa wake wa mbele, na hizo ndo habari mbalimbali zopata uzito wa juu kwa siku ya leo. Gazeti la Nipashe laandika mishahara mipya yaibua kasheshe, kamati ya bunge yaingilia kati kutazama uwajibikaji, vyama vya fanyakazi vyaonya waajiri, serikali yataka utekelezaji kamili, habari katika ukurasa wa pili. Lakini moto wa ajabu waingia siku 13, familia yaishi kwa hofu na hasara, habari katika ukurasa wa 3. Nasomeka kwa undani zaidi gazeti hili la Nipashe mwanga wa jamii. Kuna ripoti ya utafiti hapa, wataalamu wagundua fungus asilia anayevunja usugu mbu wa malaria, habari katika ukurasa wa 3. Lakini mfumo wa AI kuleta mapinduzi ulipaji kodi nchini. Lakini pigo tena bungeni, mbunge mwingine afariki dunia, habari katika ukurasa wa 19. Nasi tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Mungu amlaze mahali pema peponi, amin. Ajifungua pacha wa 4 ni nani? Tafuta nakala gazeti la Nipashe ujisomee kwa undani zaidi ukurasa wa 3. Mwananchi laandika ACT Wazalendo ngoma nzito, vigogo wake wajifungia Dar es Salaam, washindwa kupata mwafaka wa kujiunga serikali ya umoja wa kitaifa, waziri azua mjadala mitihani kada ya afya, habari ukurasa wa 17. Gazeti hili la Mwananchi inasomeka kwa undani zaidi. Viwanja vya soka vinapogeuka shubili kwa wenye ulemavu, ni habari hiyo ipo katika ukurasa wa kwanza, lakini nasomeka kwa undani zaidi katika ukurasa wa 18. Wajitosa kumrithi Jenista Peramiho yumo mwanawe, habari ukurasa wa 3 nasomeka kwa undani zaidi. Lakini jicho la wasomi waganda ushindi wa Museveni, habari katika ukurasa wa 2. Mtazamaji, hilo la gazeti la Mwananchi, na huo ndo ukurasa wake wa mbele, na hizo ndo habari mbalimbali zopata uzito juu kwa siku ya leo. Moja kwa moja nikamata gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, ukurasa wake wa kwanza limepambwa na habari mbalimbali ikiwemo Dr. Mwigulu asema imani ionekane kimatendo, asema lengo kujenga taifa lenye hofu ya Mungu, habari katika ukurasa wa pili. Lakini kiongozi ataka miradi ya serikali ilindwe, habari katika ukurasa wa 3. Bandari Tanga ya changamka. Lakini Samia amlilia mbunge Halima, amkumbuka kwa uchapakazi, azikwa Dar es Salaam. Sauti za kidini za changiza umoja wa Tanzania. Lakini kuna habari pia, polisi ya NASA mtambo unaotengenezwa noti bandia. Moto waua mke, dada na mjukuu, ni habari ya kusikitisha, ipo katika gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, ukurasa wa 3. nasomeka kwa undani zaidi. Mauzo asali nje ongezeka, yafikia tani kadhaa, habari katika ukurasa wa 2. Na mtazamaji, na malizia hapa na gazeti hili la Wamachinga sauti ya wanyonge. Mwigulu apigilia msumari amani uwajibikaji, asema serikali itaendelea kushirikiana na viongozi wa dini nchini. Lakini aweka wazi kwa kusema lengo la kujenga taifa lenye hofu ya Mungu, upendo, haki na uwajibikaji. Balozi Omar akagua jengo jipya la kisasa la ofisi Wizara ya Fedha, habari ukurasa wa 3. Lakini mbunge viti maalum CCM afariki dunia. Watumishi wapya msajili wa hazina wapibwa Msasa,
Habari hiyo ipo katika ukurasa wa kwanza, lakini nasomeka kwa undani zaidi katika ukurasa wa pili. Profesa Mbarawa ahidi kukamilika ujenzi bandari ya Mbambwa by Agosti mwaka huu. Habari inasomeka katika ukurasa wa 3 gazeti hili la Wamachinga sauti ya wanyonge, na nimekamilisha hivyo katika habari za kitaifa na kimataifa katika kurasa za kusanya mezani kwetu kwa siku ya leo. Nami nasigeukia kurasa za nyuma ambazo ni kurasa za michezo na burudani. Mwanaspoti laandika ripoti maalum mateso yenye ulemavu viwanja vya soka nchini. Lakini Mido mwingine kutua Simba, habari ukurasa wa kwanza. Huyu nasomeka kwa undani zaidi, lakini anatoka South anakaba na kushambulia. Haya, lakini Baka aanza ligi kwa sare. Show ya Depu Okelo Yanga yaongeza kipa mwingine. Ligi kuu bara zimeandikwa hapa, lakini kuna ratiba hapa. Kesho Jumanne hii TPL Azam pamoja na Fountain Gate saa 10 jioni Azam Complex. Haya, gazeti hilo la Mwanaspoti laandika hivyo. Gazeti la Habari Leo michezo laandika Mtibwa yaibana mbavu Simba, lakini Motsep aibeba Afrika Mashariki AFCON 2027, Yanga kuongoza ligi leo ni question mark. Lakini kuna habari pia nasema kocha Coastal aweweseka na kipigo, lakini Fina sema wimbo wake una maana ya kipekee. Utakujua maana gani? Tafuta nakala gazeti la Habari Leo michezo na burudani ukurasa 21, inasomeka kwa undani zaidi. Nipashe michezo laandika kocha Simba aanza kwa sare ligi kuu, lakini Yanga Sport Club tunazitaka pointi 3, lakini Ateta akerwa Arsenal kunyimwa penalty EPL. Ni habari hizo za michezo na burudani. Zanzibar Leo michezo yaandika Yanga kusaka pointi kwa Mashujaa leo, lakini Mtibwa Sugar ya tiribua mipango ya Simba. Waziri Abdul Gulam ashiriki dua na wana mazoezi. Ni gazeti hilo la Zanzibar. Lakini kuna habari ya kimataifa hapa. Liverpool ya msajili Mickey Van Diven, habari ukurasa wa 22. Nami nakamilisha hivyo katika habari za kitaifa na kimataifa, bila kusahau michezo na burudani. Kwa niaba ya crew nzima, mimi ni Abdulhamid Isa, tukutakia utazamaji mzuri wa vipindi vyetu mbalimbali vinavyoendelea kutoka hapa Jahazi TV. Safiri nasi, asante na asubuhi njema. Jahazi TV.